kidogo tu. Swali langu dogo sana. Yes. Swali langu dogo sana. Mwalimu, ama mzee utauliza swali. 22:9 Ufunuo. 22. Asa angalia sasa, angalia majibu ninayojibu mimi kwa sababu kuuliza swali dakika 3. Angalia swali kwa sababu kuna dakika 5 mtakuja ukimwaga mboga unamwaga ugali hakuna kula. Yaani leo mpaka kisaeleweka tu tuseme inshallah. Angalia swali langu vizuri. 22:9 Ufunuo. Haraka haraka. Inasema safi. Naye akaniambia hivi. Angalia. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Unaona mimi ni mjoli wako. Na ndugu zako manabii. Endelea. Ndugu zako manabii. Na wale waishikayo maneno ya kitabu hiki. Biblia inasema wale wanaamini maneno ya Biblia. Inasema wamsujudie Mungu. Unaona wamsujudie Mungu. Sawa Haya Mathayo 4:10. Tunataka kauli ya Yesu sasa. Ndio. Ibada ya manabii walifanyaje? Ndio. Alafu tuambieni na swali langu ndo linakuja na kusawazishia haraka tu. Haraka mwalimu. Inasema hivi. Ndipo Yesu alipowaambia. Yesu akawaambia, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako. Yesu anasema msujudie Bwana Mungu wako. Alafu muabudu yeye peke yake. Kwa hiyo kusujudu ndio kufanyaje? Ndio kuabudu Allah. Sasa swali langu Yohana 13:5. Inasema hivi. Hiyo ibada ya manabii. Sasa naambieni mnafanya hivyo? Wao wana habari. Angalieni Waislamu swali mtarudi dakika 5 nije nikunyoosha vizuri. Soma hiyo. Yohana 13:5. Haraka. Inasema hivi. Kisha Yesu akatia maji katika bakuli. Endelea. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Sikizani vizuri, Yesu anatawadha wanafunzi. Endelea. Na kuwatawadha miguu. Endelea. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Endelea. Hivyo yaja kwa Simoni Petro. Endelea. Hivyo akaja kwa Simoni Petro. Endelea. Huyo akamwambiaje? Bwana, wewe walitawadha mimi miguu. Endelea. Mimi Yesu. Endelea. Yesu akajibu. Akamwambiaje? Akamwambia, nifanyalo wewe ulijibu sasa, lakini utalifahamu baadaye. Endelea. Petro akamwambia Yesu. Akamwambiaje? Wewe hutanitawadha miguu kamwe. Sikiza kauli ya Yesu sasa. Yesu akamjibu vipi? Hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamjibu vipi? Yesu akajibu akamwambia. Yesu maneno yake akasemaje? Kama nisipokutawadha. Sikizani vizuri. Yesu anasema kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Swali langu, Yesu anasema yoyote ambaye hatawadhi hana shirika na nani? Hana shirika na Yesu. Wakati wanaposwali hawa swali wanatawadhi. Swali hilo. Umefahamu vizuri Je, wakati wanaposwali wao wanatawadhi? Swali langu. Swali hilo. Njoo jibu dakika 5. Jibu. Kama Sasa acha nijibu swali moja kwa moja, halafu niingie katika kusafisha mambo ambayo amechafua. Somaji. Rudia andiko lake. Yohana 13 anza 1. Ameanza 5 lakini mimi nakwambia anza 1. Yohana Mtakatifu 13. 13:1 haraka. 13:1. Basi kabla sikukuu ya Pasaka. Ati sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Wanasherehekea Pasaka na Wakristo na Waislamu. Wakristo. Wanasherehekea Pasaka na Wakristo na Waislamu. Wakristo. Haya twende 5 sasa. Haya 5 ndipo alipotoa yeye. Inasemaje? Kisha katia maji katika bakuli. Hivyo Yesu anatia maji katika nini? Bakuli. Hiyo sikukuu ya Pasaka. Kwa hivyo alitawadha wanafunzi wake katika sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Ni nani Muislamu anasherehekea Pasaka hapa kama kweli mnafuata Yesu? Yesu anasema asiyetawadha hana shirika nami. Yaani sikukuu ya Pasaka kama utatawadha huna shirika na Yesu. Si kila siku. Nipatie andiko Yesu alitawadha kila siku. Andiko Yesu alitawadha kila siku. Yesu anasema sikukuu ya Pasaka, na watu wanaposherehekea Pasaka wanatawadha ili kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, kukumbuka kifo cha Yesu Kristo. Si kila siku. Lete aya Yesu alitawadha kila siku. Hiyo nimeijibu. Sawa? Nimeijibu. Halafu akasema nimpatie wimbo ambao Muhammad aliimba. Mimi huyu namshangaa kwa sababu kitabu chake cha Kiislamu ndio kinasema Muhammad alifurahishwa na nyimbo. Yeye badala muulize mtume wake ananiuliza mimi. Lakini cha kushangaza ni kwamba alipokuja hapa mara ya kwanza alisema wanaoimba ni malaya. Yeye amesema sasa kama wanaoimba ni malaya na Muhammad yeye kafurahishwa na nyimbo, unataka kuniambia kama alifurahishwa na nyimbo ya malaya? Unataka kuniambia hivyo? Ni mwalimu wa Kiislamu alisema wanaoimba ni malaya.
Kitabu chao inasema Muhammad alifureshwa na nyimbo. Ina maana alifureshwa na nyimbo za kina nani? Za malaya. Ina maana alifureshwa na nyimbo za kina nani? Alikuwa pamoja na malaya. Sasa ukifika hapo sema hivyo. Wewe usitufundishe kuongea mbele ya wasomi kama sisi. Tufundishe kuongea. Somaji, siku 41 Qur'an haraka 41. Hii ufafanuzi unasemaje? Unasemaje? Haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizi. Haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa na fadhili katika itikadi yao. Juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Alizambiko kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Eti kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Wa zama hizi. Kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Wa zama hizi. Wanafanyaje? Wanaomba mizimu. Waislamu wa zama hizi Qur'ani inasema wanafanyaje? Wanaomba mizimu. Endelea. Na makaburi. Eti wanaomba nini? Na majini. Qur'ani inasema wanaomba na majini. Wanaomba majini. Hapa tuna mada yetu ni kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu si kweli? Mungu. Kumwabudu Mungu si kweli? Lakini Qur'ani inasema wanaabudu kina nani? Majini. Wanaabudu nini? Wanaabudu majini. Kwa Yesu muombe Mungu wa kweli. Acheni kuabudu majini. Msomaji, nipo 12:6 Qur'an haraka 12:6 Qur'an. 12:6. Wewe taangalia time sana. Soma 12:6. 12 moja kwa moja. Nimekujibu. Swali lake nimenijibu. Tunatawadha sikukuu ya Pasaka. Akifika hapa tuambie kama unastahili atawadha kila siku. Halafu nitakutolea andiko jinsi ya kutawadha ndani ya kitabu cha maisha ya Nabii Muhammad. Utakimbia Uislamu. Soma hiyo haraka haraka. 12:6 ufafanuzi wake. Inasemaje? Haraka haraka soma hapa petu. Haya petu madogo. Tunayo. Hapakuwa sisi ni Waislamu. Hapakuwa sisi tunafuata Uislamu. Lakini tunatia shirikina ndani yake. Waislamu wanatia nini? Ushiriki. Waislamu ni washiriki. Washiriki. Wanamsujudia kuabudu Mungu wa kweli. 12 na msomaji. Naam. Soma hiyo. 7:20. Ngoja malize. Haya 7:20 Qur'an haraka haraka. Hawachawi wakapinduliwa. Wakasujudu. Wachawi wakafanyaje? Wakasujudu. Wanaosujudu ni wenye wachawi. Ukiacha maandiko hawachawi. Wakapinduliwa. Wakasujudu. Wanafanyaje? Wanasujudu. Wanaosujudu ni wachawi. Waislamu wanasujudu. Wao ni wachawi. Waislamu kunja ngumi. Kohoa kidogo. Tena. Takbir. Ndio nakwambia huyu hana elimu. Wewe pasta huna elimu. Sasa ibada ya leo ilikuwa sio mambo na nyimbo. Mada ya leo ilikuwa ni ibada. Na kuimba na nini? Kwanza, alafu sasa wangewathibitishia hao watu hiyo nyimbo aliyofurahisha Muhammad inaimbwaje? Ni malaya. Hamasa, subiri. Alafu sasa nikwambia kama huyu hana elimu, kasema wanaosujudu ni watu gani? 26:39. Haya, mtazame huyo. Hata Yesu pia kasujudu. Kwa hiyo Yesu mchawi. Yesu mwenyewe kasujudu. Kwa Yesu nani? Safi kabisa. Alafu sasa kwanza wachawi ni watu gani? Wewe vipi? Mwalimu haraka. Haya. Haraka mwalimu. Chapu. Mathayo ngapi mwalimu? Unaona? Mathayo 26. 26:39 haraka. Haya. Inasema hivi. Enda 39 direct. Mimi nikikwambia 39 usome 36. Enda direct. Sawa mwalimu. 39. Lakini Mathayo. Yesu huyo. Yesu naye kasujudu. Kwa hiyo Yesu nani? Mchawi. Kabisa hiyo. Inawekwa namna hiyo. Alafu tunatafuta wachawi ni wakina nani? Soma hiyo mstari wa 30. 39. Ndio nimeiona. Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifudifudi. Unaona hiyo? Kwa hiyo Yesu kafanyaje? Kasujudu. Kwa hiyo Yesu nani? Akaanguka kifudifudi. Kwa hiyo Yesu ni mchawi. Kwa sababu 4:10 Mathayo, neno na ushahidi hapa, tulia vizuri ndio usikuingie. Alafu nikwambia Yesu muongo. Wewe vipi bwana? Mathayo 4:10. Haya futa hiyo. Nyinyi nitawanyoosha mpaka kieleweke. Soma hiyo. Mathayo 4:10. Mathayo 4:10. Inasemaje? Inasema. Haya pinga hiyo. Wewe unafikiria tunabahatisha. Kwanza Pasaka sio kufa kwa Yesu na kuthibitishia sahihi. Soma hiyo. Kufufuka. Atikufa
na kufufuka. Uongo. Na wapi? Si mnasoma kitabu gani nyinyi? Nakutuletea sasa hivi. Yesu mwenyewe kala Pasaka kafanani. Lakini wacheni kudanganywa. Soma mwalimu Mathayo 10. Ndipo Yesu akamwambia shinda zako shetani. Anataka uniambie kama Yesu kasema uongo. Ndipo Yesu akamwambia shetani kamwambieje? Akamwambia hivi. Ndipo Yesu akamwambia nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwaje? Kwa maana imeandikwa. Msujudie Bwana Mungu wako. Alafu kumwabudu yeye peke yake. Yesu aliposema watu wasujudu ni mwongo. Wapi nyinyi mnasema wapi? Nyinyi mnasema. Yesu kasema watu wasujudu wamuombe Mungu. Yesu mwongo. Nyinyi wa wapi bwana? Hawasujudu wala hawaabudu. Unakuta Yesu kasujudu kwa sababu Yesu kaamrisha watu wafanyeje? Wasujudu. Swali, Yesu mwongo? Kwa kama wanasujudu, wacha tuwatafute wachawi hao wako wapi? 13:6 Matendo ya Mitume haraka. Angalia tena wachawi mnaonyinyi mnatusukusia sisi. Tena huko kataja wachawi na gini. Tena kasema wachawi sijui wasambalizi Waislamu. Ka inkeno tunamtaja mtu asio hususa ni mchawi. 13:6 Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Kitabu cha Matendo 13. Mstari wa ngapi? Matendo 13:6. Hiyo nimeiona. Endelea. Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi katika Biblia kitabu chao. Kitabu cha kanisani. Inasema hivi. Walipokwisha kupita katikati ya kisima. Endelea. Kisiwa chote cha mpaka Pafo. Endelea. Wakaona mtu mmoja mchawi. Kwanza wakaona mtu mmoja mchawi. Endelea. Nabii wa uongo. Endelea. Myahudi. Jina lake Yesu. Waislamu takibiri. Kwa hiyo nyinyi wachawi mnao nyinyi mtu mmoja mchawi huko. Kwa hiyo kama ni wachawi kwa Biblia wako. Umemaliza muda wako basi. Bado dakika moja. Baada ya dakika moja 26:17. Mimi naangalia muda hapa. Vipi bwana? Wewe mwenyewe kwanza umeongeza dakika moja. Zimeisha dakika unafungua. Na mimi naongeza dakika moja. 26:17 Mathayo haraka. Yesu hakuna Pasaka. Angalieni hivyo. Sasa Pasaka ni sikukuu ya makafiri, sio ya Yesu hiyo. Mathayo ngapi mwalimu? Mathayo 26:17. Sikiza maneno hayo. Alafu nikwambie hapo vipi? Yesu kafa wapi? Wewe wapi? Nyinyi hamsomi Biblia nyinyi kabisa. 26:17 Mathayo haraka. Inasema hivi. Inasema. Safi. Hata siku ya kwanza ya juma. Endelea. Hata siku ya kwanza ya juma. Endelea. Hata siku ya kwanza ya 26:17. Sawa, Hata siku ya kwanza ya mikate. Unaona sasa. Siku ya kwanza ya mikate. Endelea. Kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Endelea. Wanafunzi wake wakamwendea Yesu. Sasa sikiza vizuri, wanafunzi wa Yesu walimwendea Yesu. Wakasemaje? Wakamwambiaje? Ni wapi utakapo tuandalie Pasaka? Hapana, tuandalie wine Pasaka. Unaona? Wewe wewe kwani uone macho yako? Ni wapi tukuandalie ule Pasaka? Ule Pasaka. Kwa hiyo wanafunzi, ngoja kwanza. Uliposema muda umeisha, umeenda pale ukafungua, ukaja ukaendelea. Subiri andiko lisomwe. Subiri basi ingie. Wanafunzi wanakuja kwa Yesu wanamwambia, ni wapi tukuandalie ule Pasaka? Kafanani. Wanafunzi wanamwambia Yesu, ni wapi tukuandalie ule Pasaka? Hao wanasema Pasaka ni kufa kwa Yesu. Kafanani. Na Yesu mwenyewe anakula Pasaka. Na Yesu mwenyewe kala Pasaka. Sasa wanasherehekea Pasaka ya nani? Yesu mwenyewe kala Pasaka, kasherehekea Pasaka. Pasaka wanasema ni kufa kwa Yesu. Kafanani. Na Yesu kala Pasaka. Ajabu. Yeye ndio anafanya waongo nyinyi. Hao ni waongo. Yesu na wanafunzi wake wanakula leo kimaliza inakuuma Tena mwalimu, si Pasaka ni sikukuu. Wewe ukimaliza muda nenda kakae. Hapa tunaenda na waadilifu. Pasaka ni mimi kama nafundisha ananisimamia. Mimi kama nafundisha ananisimamia. Mbona mimi nikija nalalamika? Wewe vipi? Niko na dakika ngapi? Sawa, wewe tulia. Mbona sasa unaumia? Tulia. Usiumie, tulia. Nimemjibu. Andiko linasema sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Ndio Yesu akawatawadha wanafunzi wake. Tena si yeye akatawadha mwenyewe, akawatawadha wanafunzi wake. Sasa ninyi imamu kuwatawadha na mnatawadha wenyewe. Ni mafundisho ya nani? Nimefundishwa nani? Yesu katawadha sikukuu ya Pasaka. Nilishakujibu. Wewe swali langu huwezi jibu, lakini mimi nakujibu tu. Halafu akatoa msomaji. Matendo 13:6. Hebu rudia andiko hilo. Halafu nitamuuliza swali. Matendo 13:6. Hili andiko ametajwa mchawi mmoja, lakini yule mchawi si Mkristo, imesema Myahudi, tena nabii wa uongo.
unasema huyo ni Mkristo. Andiko gani huyo mchawi alikuwa Mkristo? Mimi nakutolea katika Qur'an. Wachawi wote ni Waislamu. Nitakutolea kwenye aya sahihi, sitoki hapa. Soma hiyo, nasemaje? Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, endelea. Wakaona mtu mmoja mchawi. Mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Ni Mkristo ama nabii wa uongo? Nabii wa uongo. Endelea. Myahudi. Tena alikuwa Myahudi ama Mkristo? Myahudi. Na huyu amesema Mkristo. Hana matatizo. Nyinyi msiende na ushabiki wa huyu hajui maandiko. Endelea. Jina lake Bar-Yesu. Bwana Bar-Yesu ni Myahudi. Lakini je, Waislamu na Wakristo kina nani wachawi? Qur'ani 2:102 ufafanuzi wake. Hapo mimi nakuweka chuoni jioni, sitaki hata unilipe bure bila malipo. Soma hiyo haraka. Unafanya mchezo. 2:102 sura Al-Baqara. Muhammad alifurahishwa na wimbo. Kitabu kimesema ni kitabu chenu, hakuna kulalamika. Wewe umesema ni nyimbo ya malaya. Kwa hivyo Muhammad kafurahishwa na nyimbo ya malaya. Si unakufuru? Soma hiyo haraka. 102. Inasemaje? Ufafanuzi. 102 ufafanuzi mwalimu. Inasemaje? Suleiman, hiyo. Inasema hivyo. Inasemaje? Suleiman aliyetajwa hapa nabii Suleiman. Sawa. Endelea mwalimu haraka. Wanamwitakidi nabii Suleiman kuwa ni mfalme aliyepata ufalme uchawi. Sawa. Si mtume. Basi hawa wachawi wa Kiislamu, pole twende taratibu. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Qur'ani inasemaje? Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Kwa Qur'ani inasema Waislamu ni wachawi. Qur'ani inasema Waislamu ni wachawi. Si Biblia. Kwa leta andiko katika Biblia Wakristo ni wachawi. Na acha Ukristo naingia kwa Uislamu. Ikitoka aya moja Wakristo ni wachawi. Lakini Qur'ani inasema na hawa wachawi wa Kiislamu. Swali nauliza, Qur'ani inasema nyinyi ni wachawi. Inasema kweli, inasema uongo? Hata ukisilimu bado ni mchawi tu. Haya, sawa. Waislamu kunja ngumi, koa kidogo, tena takbir. Allahu Akbar. Mimi sijawahi kuuliza swali yoyote pasta akanijibu. Mimi swali langu nilivyouliza pale mwanzo nilitaka kujua Yesu anasema kama nisipokutawadha huna shirika nami. Kuonyesha asiyetawadha hana shirika na nani? Hana shirika na Yesu. Asiyetawadha hana shirika na nani? Hana shirika na Yesu. Ndio maana nataka kujua nyinyi mnatawadhi alivyokuja hapa jamani. Kajibu. Jamani mmemwona kajibu? Anawaulizeni kajibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alafu tukitaka kujua sasa jamani, nataka niwaulize wote. Hakuna mtu amejibu. Haya. Mtu amejibu swali. Anaulizwa sawa. Shikilia hivyo kwa kaike kwanza. Kaike kwanza. Kaike pale. Tuko katika ibada, tunaletea habari ya uchawi hapa. Unaona, yani ndio ukiona mtu umempiga mpaka katoka nje ya mada, jua umemshinda. Waislamu takbir. Wewe unafikiri Waislamu wanatisha shekhe? Yani leo mada ni ibada lakini kaingiza uchawi. Alafu nawauliza Wakristo na ujue huyu ana elimu. Mwalimu, irudia 13:6 hiyo. Alafu nataka niwaulize, ushawahi kusikia mtu duniani anaitwa Yesu? Ngoja, mshawahi kusikia mtu duniani anaitwa Yesu? Alionusani, ushawahi kusikia mtu duniani kuna mtu anaitwa Bar-Yesu? Majina ya Yesu mko nayo nyinyi. Soma mwalimu. Unaona, endelea mwalimu. 13. Alafu kaja akasema sijui Waislamu wanaomba masimu, wachawi. Ukiona mtu anaomba majini na wachawi, huyo sio Muislamu. Baraka mwalimu, siongee. Soma haraka mwalimu. Wewe nisikize mimi, wewe siongee. Wewe vipi bwana? Sawa. Mimi tulia haraka bwana. Sawa. Matendo ngapi? 13:6. Mbona unaniuliza mwalimu? Mimi kichwa kompyuta nikitoa sipendi kurudia. Haya. Tuende kazi. Atuonesha kusujudu mwalimu. Anasema wewe mwalimu unanichanganya sana. Sawa. 13:6 haraka. 13 mstari wa 6. Haya, nimeona. Inasema hivi. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote. Endelea. Mpaka Pafo. Wakaona mtu mmoja mchawi. Endelea. Nabii wa uongo.
mdogo. Tena ni Myahudi. Endelea. Jina lake Bari Yesu. Unaona jina lake Bari Yesu. Jamani, kuna mtu Muislamu anaitwa Bari Yesu. Enda mstari wa 8 sasa, kuna mstari wa 2 hapo, mstari wa 8 enda mstari wa 2, mstari wa 8. Hapo jina lingine tena huyo. Mstari wa 8 mstari mwingine huyo wa 2. Nasema hivi. Lakini Elima yule mchawi. Yule nani? Elima mchawi. Swali, katika Waislamu kuna mtu anaitwa Elima? Hakuna. Jamani, kuna Muislamu anaitwa Elima? Hakuna. Majina ya Elima ni majina ya Wakristo hao. Anasema sijui wapi tutajua, hata Kiswahili ajue. Elima ni wapi hawa? Alafu kaja akasema hapa sijui Waislamu wanaomba wachawi. Sijui nini? Kwanza hakuna Muislamu anaomba mchawi. Sifa ya Muislamu ni hiyo. 8:2 Qur'ani haraka. Sifa ya Muislamu angalia. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Muumini wa sawa huyo. Shida Qur'ani hawajui hao, hata lugha hawajui Qur'ani. Wa idha tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hao Waislamu wa kweli. Soma mwalimu 8:2. Biblia yenyewe umeshika kuijua hapo. Endelea. Ni ngapi? 8:2 Suratul Anfal 8:2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Mwalimu sauti imekatika. Haya. Inasema hivi 8:2. Msomaji. Haya. Umeiona mwalimu? Msomaji anamchanganya sana mwalimu. 8:2. Inapata. Inasema hivi. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Safi. Bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Hakika wanaoamini kweli. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hakika wanaoamini kweli. Endelea. Ni wale ambao anapotaja Mwenyezi Mungu. Endelea. Nyoyo zao hujaa hofu. Endelea. Na wanaposomewa aya zake Mwenyezi Mungu huwazidishia imani. Endelea. Na wanamtegemea Mola wao tu. Endelea. Basi hawana kuamini mizimu wala pango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Takbir. Ukiona Muislamu anaabudu mchawi sijui mapango, huyo sio Muislamu. Mungu anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Aya hiyo. Mwambie mwalimu. Bravo vizuri mwalimu. Alafu tena mada ya leo ni ibada ya manabii, lakini ndugu zetu tumewashambulia mpaka akatoka mada ya ibada wakaingia uchawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwalimu, nakuomba kitu moja mwalimu. Mwambie aje asujudu hapa. Ibada anaposujudu anasujudu vipi? Wanasujudu vipi? Sasa wewe umekataa hapa. Mbona mkusema? Alafu msemaji maneno mengi, mbona kukuruji hapa kufundisha? Nikukarange mimi mchana. Unaona? Sasa sikiliza. Mimi nasherehesha. Ninauliza swali na nimetoa katika Qur'ani. Qur'ani inasema Waislamu ni wachawi. Nikamwambia inasema kweli ama inasema uongo? Amekuja hapa amejibu. Hajajibu. Amekuja hapa amejibu. Hajajibu. Ilikuwa ni kutawadha. Nisemee Waislamu waje kwa jina. Unajua shida ya Waislamu wanaongea tu kuhusu kutawadha. Uislamu unasema kutawadha ni nini? Soma kitabu cha asili ya majini. Sasa tunaingia kiusomi. Sikiliza. Kitu kitakiwacho ni kuwa wanandoa wa Kiislamu watawadhe wapate udhu kabla ya kuingia katika tendo lao. Kabla kuingia wapi? Katika tendo lao. Waislamu kutawadha ni kuingia katika tendo lao. Sikutawadha miguu. Unaona? Yaani Uislamu unasema watawadha wakishaingia katika tendo la ndoa, si miguu. Waislamu. Hicho ni kitabu cha Kiislamu. Waonyesha kitabu cha Kiislamu hicho. Kitabu cha Kiislamu. Wanandoa wakiingia katika tendo lao wanatawadha, si kutawadha miguu kwenda kuswali. Hamna kitu kama hiyo. Msemaji nipo. 2:102 rudia ile aya. Rudia ile aya. Jinsi msiseme kutawadha. Kumbe mnatawadha vitandani. Mnatawadha kwa kitanda alafu mnatuenjoy hapo. Soma hiyo haraka. Hiyo ni kitabu. Vipi? Soma mbili. Pia ufafanuzi moja kwa moja. Ufafanuzi inasemaje? Hao wachawi wa Kiislamu na hao wachawi wa Kiislamu. Hiyo ni Qur'ani ama Biblia? Ni Qur'ani ama Biblia? Ni Qur'ani. Inasema Waislamu ni wachawi. Hapa kwetu pia yapo.
ushirikina. Kwa Waislamu wanatia nini? Ushirikina. Na hiyo ni Qur'ani. Njoni mkanue, njoni muende kinyume na aya hizo. Hiyo ni Qur'ani. Inasema wachawi wa Kiislamu. Hakuna aya hata moja katika Biblia kuna Mkristo mchawi. Wewe umetoa Myahudi na Wayahudi wanaabudu katika sinagogi na sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Na wao wanaingia katika msikitini wa Uislamu. Ina maana wote ni wachawi. Ina maana wote ni wachawi. Akasema kwamba Yesu alikwenda kifudifudi. Hebu hapa kuna wasomi. Nini maana ya kifudifudi? Kifudifudi ni kulala flat ukiangalia chini. Sio kitu ambacho anakisema. Aje msomie yote hapa. Aje msomie yote. Hebu nyamazeni. Aje msomie yote. Shuleni tulifundishwa kulala chali ni kulala flat ukiangalia juu. Ndio elimu. Kulala kifudifudi ni kulala flat tumbo chini ukiangalia chini. Sio kitu ambacho anakisema. Huyu hakusoma huyu. Hakwenda shule. Somaji. Hapa Ukristo umeinuka juu ya kilele kabisa. Waislamu hamna ibada. Ibada ni ya Wakristo peke yake. Msomaji, kitabu kinasema Muhammad alifurahishwa na nyimbo. Hii hawezi kutoka nayo. Ninyi hamuimbi. Kwa nini hamuimbi wakati mitume waliimba? Yaani huyu mimi nataka mashehe kama 100. Pangane sherehe moja baada ya mwingine. Haya. Alafu mwalimu, Waislamu kuja nguni, koa kidogo, tena. Takbir. Sasa kama maswali yangu ujibu, unataka walimu wa nini? Maswali yangu wenyewe ujibu. Alafu mada ya leo hapa ni ibada, sio mada ya uchawi. Ukiona mtu katoka nje ya mada kashindwa, Waislamu kuja nguni, koa kidogo, takbir. Alafu kitaka kujua huyu Kiswahili hajui, atikasema kifudifudi ati ni kulala matumbo. Wacha tuulize nini maana ya 17,107 Qur'an. Nauliza swali. Wewe wacha. 17,107 maana ya kifudifudi alisema Yesu. Yaani anataka kupinga kwa Yesu kwa ati yakusujudu. Wewe seruka. 17,107 Qur'ani. Inasema sura Bani Israil 17,107. Tumeona mwalimu. Aya 107. Nasema hivi. Endelea. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Endelea. Ameshiwa na hoja mpaka anaingia uchawi. Sio nyimbo. Mada ya leo sio nyimbo na uchawi, ni ibada. Mbona pasta unatoka? Si uthibitishe ibada. Kabisa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ameshindwa mada, ndio maana uchawi, nyimbo. Mada ya leo sio nyimbo, mada ya leo ni ibada. Mimi wenyewe mnajionea vile anashindwa mpaka anatoka nje ya mada. Alafu Kiswahili ati kifudifudi, Yesu kapiga kifudifudi, tunaangalia kifudifudi alichosujudu Yesu ni gani? 17,107 soma. Inasema hivi. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Endelea. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Inasema sema aminini hiyo Qur'ani. Kwanza iaminini hiyo Qur'ani. Au msiamini. Hakika wale waliopewa ilmu zamani. Endelea. Kabla hii Qur'ani kuteremka. Endelea. Wanaposamewa hii Qur'ani. Waanguka kifudifudi wakasujudu. Wanafanyaje? Wakaanguka kifudifudi wakasujudu. Wanafanyaje? Wanaanguka kifudifudi wakasujudu. Na hiyo wakaanguka kifudifudi wakasujudu. Hapo vipi? Ndio kuambia Kiswahili iwe ajui. Mchungaji, wacha hebu tuwafunze vizuri. Mada ya leo ibada ya manabii. Waliabudu vipi? Sio uchawi. Ametoka nyimbo. Ametoka nje ya topic. Alafu katoka nje ya mada. Haya akaja akasema mimi nikauliza swali. Alafu nyinyi mnatawadha? Akasema sijui kutawadha, tawadhini. Kwanza mtume anatufundisha hicho kitabu nilichosoma, mtume anatufunza wakati wote tuwe na udhu. Unaona Lakini sasa bila kuelewa kama yeye kwa maneno ya mtume kasema sisi tunatawadha kufanya nini? 5:6 Qur'ani. Sisi tunatawadha kufanya nini? Sio kwa maneno yako wewe. Wewe wapi wewe? 5:6. Safi. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. 5:6 suratul Maida. Safi. Ndio. Haya. Endelea mwalimu. Wacha tupe endeleo. Safi. 5:6. 5:6.
tunatawadhi tunaenda wapi? Atakapotawadhi tunaingilia wake zenu. Tena hao mshukuru sana Muhammad amewasaidia. Ndani ya Biblia hakuna ukimwingilia mkeo unaoga janaba. Hayo maneno yote wanayatumia katika Qur'ani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad kamempatia stara nyingi sana. Endelea mwalimu. Endelea mwalimu. Inasema hivi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Endelea mwalimu haraka. Anasema hivi. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Mnaposimama ili mkaswali. Kwanza Mwenyezi Mungu anasema mnaposimama ili mkaswali. Basi osheni nyuso zenu. Tunaosha nyuso na mikono yenu wetu mpaka mfundoni. Unaona mfundoni. Kuendelea na mpaka vichwa vyenu. Unaona na osheni miguu yenu. Unaona miguu yenu. Osheni miguu yenu. Unaona kama vile swali yangu nataka turudi katika mada. Bado mimi niulize swali. Ameanza kulalamika. Mwalimu ameishiwa na hoja, ametoka nje ya topic na ameanza kulalamika. Sawa. Waislamu kunja ngumi kwa kidogo. Tena. Waislamu ni wabaya. Yaani wanapiga watu mpaka wanatoka nje ya mada. Ametoka nje ya topic. Wanatoka nje ya topic. Mada sio bwana, mada ni ibada. Ukiona mtu katoka kashindwa. Ibada hii ni amana. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar.